Sadaka sehemu ya 11. Mimi naitwa Felix Mwenda. Nambari zetu ni 0677 062 012. Mtunzi anaitwa Kalmas Konzo. Nambari zake ni 0744 970 447. Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo Mzee Madale alikuwa amechanganyikiwa sana siku ile. Hata salamu alizokuwa anasalimia na wafanyakazi wake hakuweza kuitikia. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii ya 11. Katibu muitasi wa Mzee Madale ndiye ambaye alishikwa na bumbuazi la mwaka. Katibu yule alikuwa akifanya usafi pindi Mzee Madale alipokuwa anaingia ofisini. Mzee Madale alimpiga kikumbo sekretari wake mpaka kaanguka chini. Ulikuwa ni mweleka mkali sana uliomwacha yule sekretari akiwa ameloa na maji. Mzee Madale hakujali hali hiyo, bali alikaza mwendo tu kuelekea ndani ya ofisi yake. Katibu muitasi alishangaa sana. Hakujua kabisa na kitu gani ambacho kilikuwa kimempata bosi wake. Mzee Madale aliingia ofisini kwake na akaenda kukaa kwenye kiti chake mara baada ya kuvua koti lake na kulitundika nyuma ya kiti. Alilegeza tai yake huku akiwa anachukua leso yake na kujifuta jasho ambalo lilikuwa limetapakaa katika uso wake. Ilikuwa na katika wakati huo pia ambao katibu muitasi wake aliingia mle ofisini akiwa ameloa chapa. Mzee Madale alishangaa sana kumwona katibu muitasi wake katika hali ile. Hakujua kabisa ni kitu gani ambacho kilikuwa kimempata. Hakujua. Jacqueline, vipi? Umepatwa na kitu gani? Mzee Madale alimporomoshia maswali mawili mfululizo huku macho yake akiwa amemtolea Jacqueline katibu muitasi wake. Labda swali hilo ni kuulize wewe bosi. Jacqueline alizungumza huku akiwa anaonyesha kwamba alikuwa ameghadhabika sana. Alikuwa amekasirika yule katibu muitasi. Bwana, sikuelewi. Wewe ndiye ambaye umenisukuma na kunidondoshia kwenye maji. Mzee Madale aliachama mdomo wake akiwa anashangaa tu. Una nini lakini leo bosi? Maana kama sikuelewi kabisa hivi. Pole sana Jacqueline. Yaani leo siko vizuri kabisa. Kichwa changu kina matatizo makubwa sana. Mzee Madale alizungumza huku akiwa anaonyesha kuchanganyikiwa kabisa. Ni nini ambacho kimekupata bosi? Yaani wewe acha tu. Naomba niache nipumzike kwanza. Kichwa kitulie. Mzee Madale alizungumza kwa akiwa anaingiza mkono wake mfukoni na kutoa kitita cha shilingi 70,000 na kumkabidhi Jackie. Hebu tuma mtu akakutafutia nguo dukani ubadilishe. Mzee Madale alizungumza vile. Asante sana bosi. Jacqueline alipokea pesa ile akiwa anashukuru, na mara baada ya hapo aliondoka mle ofisini akimwacha Mzee Madale akiwa anaendelea kukuna kichwa kutokana na lile tukio ambalo lilikuwa limemtokea. Na Mzee Madale alikuwa ameona kwamba lile jambo lililokuwa linakwenda kwa sasa lilikuwa ni hatari sana. Hakujua kabisa ni kitu gani kitatokea mara baada ya hili ambalo lilikuwa limetokea. Ilikuwa hajui. Kitu ambacho kilimuumiza kichwa sana Mzee Madale ilikuwa ni jinsi gani ataweza kupambana na kizaza kile ambacho kilikuwa kikimkumba. Sasa Mzee Madale aliona kama furaha yake katika maisha ilikuwa imeingia doa. Ujio wa mbuzi huyo wa ajabu katika maisha yake ulikuwa umemharibia kabisa furaha yake ambayo alikuwa nayo. Pia mbuzi ule alikuwa amevuka mipaka kabisa, kwa sababu kwa sasa alikuwa anamuomba na kumtia aibu kabisa mbele ya kadamnasi ya watu. Kweli Mzee Madale alikuwa ameona kwamba maji alikuwa ameshazidi unga. Sasa alianza kufikiri njia ya kuweza kupambana na mbuzi ule ambaye alikuwa ameingilia furaha yake. Baada ya mwezi mmoja, Mzee Madale sasa alikuwa ameanza kulisahau tukio lile la moto wa ajabu ambalo lilikuwa limemtia aibu sana kule mtaani. Kwa sasa hali yake ya kawaida ilikuwa ikianza kumrejea. Furaha yake ilikuwa imeanza kurejea taratibu. Kulikuwa kuna tukio jingine la yule bwana mbuzi wa ajabu ambalo lilikuwa limetokea tena. Mzee Madale alikuwa amehisi kwamba huenda kwa sasa yule mbuzi alikuwa ameamua kuachana naye. Alikuwa anaamini kwamba kwa sasa ataishi vyema na familia yake na jamii yake kwa ujumla. Jioni ya siku ile alikuwa akirejea kutoka kazini kwake akiwa amechoka sana. Alikuwa ndani ya gari lake la kifahari aina ya Toyota V8 akila mziki laini na taratibu. Mikono yake ilikuwa imetingwa na usukani, wakati miguu yake ilikuwa imetingwa na pedali za mafuta na brake. Ghafla simu yake mkononi ilianza kuita. Mzee Madale alishika na kisha kabonya kitufe cha kupokelea. Halo,
Mzee Madale aliita mara baada ya kuiweka simu sikioni. Halo, naongea na Mzee Madale. Upande wa pili wa simu uliuliza vile. Ndiyo ndugu, mimi ni Mzee Madale. Naomba ufanye haraka sana uje nyumbani kwako kwa sababu kuna tatizo kubwa sana limejitokeza. Tatizo? Tatizo gani? Mzee Madale alizungumza kwa hamaki huku akiwa anaonyesha mshtuko mkubwa sana. Njoo tu haraka hapa nyumbani mzee. Sawa, nafika sasa hivi hapo, Mzee Madale alizungumza na kisha kakata simu. Kichwani alikuwa anajiuliza maswali mengi sana. Lilikuwa ni tatizo gani ambalo lilikuwa limetokea nyumbani kwake? Alikuwa anahisi huenda tatizo la ugonjwa litakuwa limeikumba familia yake, lakini mawazo hayo hakuhitaji kuyapa nafasi kubwa kwa sababu familia yake wakati akiondoka alikuwa ameiacha ikiwa salama salimini. Hakika Mzee Madale alikuwa amechanganyikiwa sana barabarani. Alikuwa anaona kama majanga yalikuwa ameshaanza kuibuka upya. Kilichoendelea tukutane katika sehemu ya 12. Mimi naitwa Felix Mwenda.